Unaitwa nani? Naitwa Lilian Omote Nyawingi. Lilian. Ndio. Spora Daudi. Spora. Maria Leo. Nani? Maria. Kuna wengine wanakuja tuweze na hawa. Twende na hawa ambao wako kwenye mic alafu. Mic hapa kwa vizuri. Niko kwenye kipindi. Judy. Niko kwenye kipindi, niko kazini hapa. Kwema lakini, naendeleaje? Chichi nafanya tu ya general. Nikifanya ile mtu mmoja itanichukulia muda. Na huko mtu ongera je, asante. Kwa tutafanya tu general. Karibuni kwenye kipindi. Mnakifahamu, si ndio? Mpaka unakuja hapa na imani ushakiona kipindi chetu cha Dada Center, si ndio? Yeah, karibuni. Leo zamu yenu. Karibuni. Asante. Mbona mnanyamaza? Au mlishakaribishwa? Really? Ongea, toa sauti. Hapana. Lilian, Spora na Maria, si ndio? Mlitusikia wapi? Tuanze na Lili. Wewe umetusikia wapi? Instagram. Na umetokea wapi? Nimetokea Dar es Salaam lakini hapa. Yes. Lakini kwa mara ya kwanza nawasikia nilikuwa Dodoma. Okay. Dodoma ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa kwa dada yangu, nilikuwa namsaidia kuuza duka la vipodozi. Unamsaidia au ulikuwa unafanya kazi? Ulikuwa unalipwa? Siwezi kusema nalipwa au silipwi. Ni kama asante. Ni kama asante. Yes. Kwa hiyo ikawaje ukamkimbia? Nilitamani kurudi Dar kuendelea na majukumu mengine nimefanya. Nilivyofanya. Siku moja nikawaza kurudi hapa. Si nilishaona hiki kipindi nikaanza kufuatilia vizuri. Ulishawahi kuja? Yes, nilikuja tu mara moja alafu nikarudi kujiandaa. Ulikuja mara moja. Yaani mara moja maana yake nini? Hujawahi kufanya kazi na sisi? Yes. Ulikuja kwa ajili ya nini? Kwa mfano si nimeona tangazo mtandaoni, nakuja kuhakiki nilichokiona then narudi kujiandaa. Okay. Haya, kwa hiyo ukaenda kujiandaa kwa muda gani? Nimetumia siku moja. Siku moja tu? Ndio ukarudi. Ndio. Haya, karibu. Asante. Kilichokuvuta hasa ni nini? Cha kwanza kitu kilichonivuta yaani pamoja na content, watu wanavyo comment, mabinti wanavyojibu maswali. Cha kwanza nimejifunza. Ngoja kwanza. Watu wanavyo comment kwenye nini? Mtandao? Kwenye mitandao. Wana comment nini? Kuhusu changamoto, kuhusu malezi, kuhusu changamoto ya usafi, kuhusu changamoto ya watu ambao wanaishi nao. Hivyo kwa mfano nimegundua kwamba na uwezo wa kutatua hiyo changamoto. Ni sehemu ya maisha. Inanipa amani kwa kiasi kikubwa. Naweza kulipwa. It's okay, bora niungane. Kwa hiyo umegundua ni sehemu ambayo unaweza kupata hela. Napata kipato cha halali. Na unaweza kuhudumia watu. Na nimependa kikubwa zaidi ulichosema ambacho nafikiri ni watu wachache sana wanaweza kuelewa, yani kuongea kwa uelewa uliosema, na sijajua kama umemaanisha hivyo kwamba yani umegundua hizi ni changamoto ambazo wewe unaweza kuzitatua. Sasa watu wengi wanakimbia changamoto. Na ndio maana nimekuuliza maoni ya watu ya wapi? Kwa sababu maoni ya watu ni very negative. Kazi za ndani hazifai, kazi za ndani ni mbaya, kazi za ndani sio kimepanda kimeshuka. Wasichokijua hao watu wote wanaoongea hivyo ni watu ambao upeo wao ni mdogo sana. Kwa sababu tatizo siku zote ndio fursa. Ndio. Sasa wewe umeiongea kama fursa kwamba umeona maoni ya watu na nini wanavyoongea kwamba ni changamoto na wewe una uwezo wa kuitatua. Tutaona. Karibu. Asante. Sisi kazi yetu hapa ni kuwapa hizo fursa na kuona kama uwezo unao
unaweza kutatua, au na wewe utakuwa miongoni mwa wale wanaokimbia na kusema kazi za ndani hazifai, kazi za ndani sio zimefanyaje, zina manyanyaso, zina nini, mambo mengi. Kwa hiyo karibu. Dada Spora. Vipi? Mbona wewe unaonekana mdogo? Mbona unaonekana mdogo? Sisi tunadili na watu wazima hapa. Lakini unaonekana kama mtoto. Una miaka mingapi? 19. 19 umefika? Ndio. Umekuja na cheti cha kuzaliwa? Ndio. Umekuja nacho? Ndio. Kweli? Ndio. Basi hapo sisi tunaamini. Ukija na cheti cha kuzaliwa tunaamini, lakini hivi ni ngumu, unaonekana kama bado mdogo. Ujambo? Sijambo. Umetokia wapi? Umetusikia wapi? Mwanza. Ulikuwa unafuatilia mtandaoni. Mwanza ni nyumbani au ulikuwa kwa nani? Mwanza nilikuwa kwa shangazi. Kwa shangazi. Kwa shangazi ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa nafanya kazi ndani yake hapo. Ulikuwa unafanya kazi za ndani? Ulikuwa unalipwa shilingi ngapi? Nilikuwa 40,000. Jamani, kazi za ndani 40,000. Huko Wadada Center sasa hivi tumefika milioni. Ndio maana watu wengine wanasema wale watakuwa waongo, matapeli. Kwa sababu huko bado mnawalipa wadada 40,000 jamani. Kazi za ndani zilivyo ngumu kweli. 40,000. Haya. Kwa hiyo ikawaje ukatusikia sisi mpaka ukaje huko? Kwani ulikuwa upati kipato? Spora, ongea vizuri. Nilikuwa napata. Sasa mbona unasema eti wanapata kipato? Kwa nini hapa? Yaani kwa nini kuendelea kule Mwanza? Kwa sababu Mwanza nako ulikuwa kwenye kazi za ndani. Sawa. Tofauti ni kwa sababu nimekuja kutatua matatizo ambayo watu hawawezi. Kwani kule Mwanza ulikuwa huwezi kutatua matatizo ambayo watu hawawezi ni yapi? Kwanza. Sasa, mbona kama unakatakata kona? Kule umesema ulikuwa unalipwa 40,000. Mishahara hapa ni shilingi ngapi? Naambia 1,500,000. Sasa kwa nini hicho kitu kisemi? Kwa nini unakatakata kona? Wewe si umeona huko una hela nyingi? Sasa mbona hicho ukisema? Unaogopa? Ila. Natakiwa tuwe wa kweli. Niseme huku nimeona kuna mshahara mkubwa. Swali tutakalo kuuliza ni kwamba je, hapa kwetu utaweza kufuata maadili ya hapa? Kwa sababu hapa tunafuata maadili chanya, hatutaki uongo, hatutaki kona, hatutaki watu ambao ni wavivu. Sijui unaelewa? Huko mtaani huko kwenye 40,000 zenu mnaweza mkafanya hayo mambo, lakini kwenye taasisi yetu hayo mambo hapana. Ukifanya tu vitu vya ajabu tunakuondoa kwenye mradi. Kwa hiyo usione tu ni hela nyingi. Ni hela nyingi ambazo zinapatikana kutokana na watu ambao wamenyooka. Yaani kama umenyooka hizo hela unazipata vizuri tu. Umeona? Uwe usiwe mvivu na uwe ni dada mwenye maadili, mwenye hofu ya Mungu. Si ndio Spora? Wewe dini gani? Si wa Kristo. Yes, unasoma Biblia. Sasa uwe ni mtu yule ambaye unazingatia yale ambayo yameelekezwa kwenye Biblia. Kufanya kazi kwa uaminifu, kufanya kazi kwa bidii, kufanya kazi kwa upendo. Upendo ndio namba moja. Ukikutana na familia yenye watoto, uwapende. Si ndio hayo. Ukifuata hayo unapata hela. Sawa. Haya Spora. Kwa hiyo wazazi wako wako wapi? Wako Sengerema. Sengerema. Okay, ndio maana ulikuwa Mwanza na Sengerema karibu pale. Kwa hiyo sasa ilikuwaje? Uliwaambia unakuja huku Dar es Salaam? Ndio. Wakasemaje? Wakasema sawa. Ndio. Umesoma mpaka kidato gani? Form 4 umemaliza? Ndio. Okay. Haya, karibu. Asante. Haya, Maria. Vipi? Safi. Unatabasamu. Wewe umetusikia wapi? Umetokea wapi? Nimetokea Kondoa. Na umefanana, umekaa Kondoa. Hivi Kondoa kule kulikuwa na Waarabu Historia, kwa nini kule watu wa Kondoa wako kidogo kama washombe nini? Kutokana na mchanganyiko. Sasa si ndio unitaka yani uniambie kama unajua kinachosababisha watu wa Kondoa kidogo wanakuwa tofauti ni nini? Mchanganyiko ulitokea wapi? Kuna watu kutembea kwenda sehemu moja na nyingine, sasa walitokea wapi? Waarabu. Ndio wakakutana labda na mtu mweusi. Ndio mkatokea nyie. Okay, sawa dada Mary, karibu sana. Kwa hiyo umetokea Kondoa moja kwa moja au ulikuwa hapa Dar? Hapana, nilitoka Kondoa nikafika Dar. Okay. Nilifikia kufanya kazi ndani. Okay. Kibaha. Okay. Kibaha
nilikuwa nalipwa kuanzia 50,000. Nilikuwa nalipwa 50,000. Baada ya hapo sasa kulipwa 50,000, yule bosi alikuwa na duka lake la nguo. Sasa ndio na yeye akaanza kunifundisha taratibu. Hivyo akanitoa pale. Kwanza kufanya biashara ya nguo, kuuza duka la nguo. Kwa kutoka 50,000 akanipandisha hadi 200,000. Wow. Akanitafuta na dada mwingine wa kazi za nyumbani. Kwa pale unasaidia kazi za nyumbani. Kisha maliza hapo naenda huko dukani. Okay. Ndio. Sasa ikawaje? Mbona ulikuwa umeshafika pazuri? Ulianza kazi unalipwa 50,000 kazi za nyumbani. Ukafanya vizuri, akakuhamishia dukani. Akakufundisha kazi za duka na akakuongeza mshahara, ukafika 200,000. Mbona ni hatua nzuri sana? Imekuwaje sasa, kwa nini uko hapa? Yule bosi wangu Alihama. Kama miezi iliyopita. Sasa kwa nini usihame naye? Yaani we bosi wako akihama anaacha wafanyakazi? Sema bwana, au kuna kitu au ndio hivyo ulienda dukani mambo yakageuka? Hapana. Alihama njia mkoa. Ndio. Mimi kama mfanyakazi wangu mzuri hana tatizo, hata nikihamia wapi naenda naye. Kwa hiyo labda kulikuwa na shida gani? Na hizo shida kama zilitokea huko, manake huku pia zinaweza zikatokea. Hakuna shida yote ile. Unawezaje kuacha kazi? Wewe ulianza kazi za ndani 50,000, huko dukani unalipa 200,000, alafu useme tu hamna shida iliyotokea. Sitaka kufuata yeye alipoenda huko, nilitaka kwanza nibaki hapa. Ubaki hapa unafanya nini? Na kazi una. Na kazi ndio hiyo. Au ulikuwa na bwana? Hapana. Ukaona usiende kazini. Maana ndio mambo ya wasichana hayo. Mimi bado sababu ya msingi sijaielewa. Yaani kiukweli, huwezi kumwambia tu mtu mwenye akili timamu hivyo kwamba ulikuwa dada wa kazi, unalipwa 50,000. Bosi wako akakuhamishia dukani. Akawa anakulipa 200,000. Alafu ghafla tu, yani iwe tu amehama nini, yani alihama kwa sababu kulikuwa na babu hapo mgonjwa. Sasa kulikuwa na nini? Kulikuwa na babu mgonjwa, yani nyumbani. Sasa wakaamua kuhama huko nyumbani kwao. Kwa hiyo alihama na biashara. Kuna mtu anauliza. Kuhama na biashara, alienda na biashara. Naye wakaka wanaofanya sasa hivi. Kwa hiyo biashara zimehama naye au ziko kule? Hajahama nazo, alafu wewe sasa ukaja kumuguza baba yake. Sasa kama hajahama na biashara, kwa nini wewe ukaondoka? Kwa nini wewe usingebaki kwenye biashara? Unaweza kutupa namba za bosi wako tukaongea naye? Ngoja uziangalie. Alafu umejibu, yani uso wako kuna namna umebadilika. Yaani au ongei kile yani inatakiwa iwe hivyo. Kwamba anaweza, kwa sababu simuona mimi nina doubt nyingi. Kwa hiyo nilivyosema basi unaweza kunipa namba za bosi, nakupa uongee naye. Lakini ulivyofanya sura yako afu unaweza ngoja niziangalie. Baadaye unaweza kuja kuniambia hujaziona au uzikumbuke umezisahau. Sisi tunapenda watu ambao ni waaminifu, tunapenda watu ambao usipokuja hapa tumekwambia ulete barua ya nyumbani kwenu. Sio tu barua ya bosi wako Kibaha sio ya wapi ulikopanga, nyumbani kule wazazi wako walipo, umeona Kwa sababu sisi tunataka kupitia taasisi yetu tufanye kazi na watu waaminifu sana. Kwa sababu hizi hela nyingi zinazopatikana, kikubwa cha kwanza kinachopelekea watu waridhie kutoa hizo hela ni uaminifu. Sasa ukishaona mtu ambaye ana red flag au vitu ambavyo havijanyooka, sisi pia inatupa mashaka. Kwa hiyo ni vizuri utupe namba tuongee na bosi wako. Kwanza itaongeza uaminifu kwako na pengine sasa tukakuangalia kwa mtazamo mwingine tofauti na sasa hivi. Sawa dada Maria, kwa huko tayari utatupa namba? Ndio. Na sisi tutapenda kuongea na bosi wako. Otherwise, jamani, karibuni. Hapa tuna mwongozo wetu huu. Umeuona Dada yote mjanja ambaye anataka kweli kufika mbali. Hii ni nyenzo kubwa sana. Sawa Lakini hulazimishwi kwa sababu wadada wengi ambao hawajitambui, hawaoni umuhimu wa kutafuta maarifa yaliyoko huko.
Lakini sisi tumewekea maarifa humu ya miaka 15 tuliofanya huu mradi. Tunajua mabosi wanataka nini, kitu gani hawataki. Na ni namna gani unaweza ukawa mbunifu na ukaweza ukaongeza tija kwenye hizi kazi za ndani. Unaposikia mishahara yetu ni 1,500,000, 500,000, 300,000 na 1,500,000. Una uwezo wa kupata hiyo mishahara mikubwa, lakini endapo tu utataka maarifa. Sio tu yani kusema mimi nataka mshahara mkubwa. Hela azitafuta. Wewe ukizitafuta hela zitakukimbia. Lakini ukitafuta maarifa hela zitakukimbilia. Tunaelewana? Kwa hiyo kwa yote yule ambaye anajielewa mjanja, anaweza akapata maarifa yaliyoko humu, akayafanyia kazi, ataona mwenyewe matokeo. Tuko pamoja? Wewe hela ndio unaenda kulipwa wewe. Mimi kazi yangu ni kukuonyesha njia, si ndio? Maana na mimi nilikuwa dada wa kazi. Kilichonifikisha hapa ni mbinu ninazo hapa. Hizi mbinu ninazo hapa ndizo zilizonifikisha hapa na zitazidi kunipeleka mbele, kwa sababu kwa sasa pia nina maarifa mengine ambayo naendelea kujiongezea, kujinoa ili niweze kuendelea kuvuta mafanikio zaidi. Sasa na wewe kama unataka kufika mbali, utasikiliza ushauri wangu. Kama mtasikilizana nyinyi mliofika hapa, mkaanza kuongea vigenge huko, basi mtaishia hapa. Wanasema kipofu akimuongoza kipofu mwenzake wanafanyaje? Wanapotea njia au wanadumbukia wapi? Shimoni. Kwa hiyo wewe utachagua, unatusikiliza sisi ambao tumeshapiga hatua, au utasikiliza wenzako ambao wote ndio mko kwenye kutafuta, mko kwenye hatua moja, mnahangaika. Uchaguzi ni wako. Sawa jamani? Karibuni sana. Nafikiri timu yetu imewapokea toka mlipofika hapa. Wameshaongea na nyinyi mambo mbalimbali kuhusiana na standardi zetu. Si ndio? Hizo standard tunazowaambia hata pale mnapoona ni magumu, basi mjue huo ugumu ndio unaotupa sisi hela zaidi. Huo ugumu ndio unawavuta mabosi wenye hela wanakuwa tayari kuwalipa zaidi, kwa sababu kama nyinyi wenyewe mashahidi, huyu katoka kulipa 50,000, yule pale alikuwa 40,000, si ndio? Hali halisi ndio hiyo. Mtaani bado kazi za ndani hela watu wanalipa ndogo sana. Sasa kwa nini ulipwe zaidi unapokuja Wadada Center? Ndio siri ndio hizo. Tumewawekea tumewatengenezea miongozo, lakini hata mkiwa hapa kituoni kuna zile taratibu na sheria na yani wanasema order, si ndio? Yani mifumo, mipangilio. Yani unatakiwa tu uelewe kwamba tukikwambia kitu, hata kama kwenu unaona ni kitu cha kawaida, huku kwetu sio cha kawaida. Yani lazima kuwe na mipaka. Lazima kuwe na utaratibu. Nilikuwa natafuta neno la utaratibu. Kila mahali kuna utaratibu wake. Kwa hiyo ukifuata utaratibu tunaokuelekeza na wewe mwenyewe ukatumia mbinu tunazokupa, kutoboa ni lazima. Yaani lazima usogee, lazima uende mbele. Sawa jamani? Haya, mimi nawatakia kila laheri. Mkiwa hapa nafikiri bado hamjapangiwa, si ndio? Lakini kujuana zaidi mbivu na mbichi ni mtu ukishapangwa kazini. Maana kuna wengi wanakuja interview tutafanya kama hivi vizuri tu, lakini anapofika kazini bali ndio utajua kama kweli huyu mfanyaji kazi au ndio wale manake watu ambao hawataki mabadiliko, hawataki kujituma, hawataki kazi, hawataki, sio waaminifu, wanabaki tu kuzunguka kwenye umaskini. Kwa hiyo atakimbia, atarudi mtaani, atahangaika, ataenda kwingine, lakini hawezi kupiga hatua kwa sababu tabia za mafanikio hataki kuzifuata. Na sisi tumeamua ili tuende mbele lazima tuende na tabia za mafanikio. Sawa? Haya, mimi nawatakia kila la heri. Asante. Haya. Okay. Haya jamani, nilikuwa kwenye kipindi. Haya, sasa nimerudi kwenu. Kuna mtu alikuwa anauliza tuko wapi, anataka dada. Sisi tuko Tegeta, lakini kama unataka dada, wasiliana kwa simu ili upate maelekezo. Upatiwe maelekezo. Nilikuwa siwezi kujibu kwa sababu huku nafanya interview na wadada wetu ambao wanafika. Nafikiri mnajua hichi kipindi chetu. Simu haipokelewi jamani. Mmesikia nyie watu wa nani? Wateja wetu wanasema mpokei simu. Salma umetupigia lini?
Eti umepiga lini Salma? Maana kama ni Jumapili, mara nyingi Jumapili hatupo jamani. Mnajihami. Sijaelewa Sona unamaanisha nini? Namtaka Spora. Unamtaka Spora? Ongea sana. Mtori is on fire kwa kweli. Maana hapa hamna namna. Lazima ninywe mtori nipate maziwa mazuri ya mwanangu. Timu ya kunyonyesha. Mimi niko Tegeta, Jaki. Niko Tegeta. Tegeta Nyuki, karibu na soko la nyuki. Sasa hivi nimepiga. Salma. Priska unasema Warangi sio kabisa. Hapana, mimi sikubaliani na hicho kitu. Sikubaliani na hicho kitu kabisa. Warangi sio wote jamani. Kila mtu ana tabia yake. Yaani kwenye makabila yote kuna watu wabovu, kuna watu wazuri. Kwa hiyo msijumlishe, yani mtu akiwa kabila fulani unasema watu hiyo mimi nakataa kabisa. Kila mtu ana tabia yake. Nimepiga muda sio mrefu, namba imeishia na 84. Umepiga namba yetu ya Airtel au ya Tigo? Salma, umepiga kwenye Tigo au Airtel? Jamani, mbona wengine mnatukanana humu? Mimi sipendi hayo mambo, nitawabloku. Ili jukwaa sio la kutukanana. Sio jukwaa la kutukanana ndugu zanguni. Naomba nitawalima bloku kabisa. Mimi nina mdada Mrangi sijui namfurahia. Niko naye miaka 2. Hongera, sio wote wabaya. Hongera, unajua kuelimisha watu. Lakini na mimi nimejifunza. Umesikia sasa hivi nasoma theolojia, kwa hiyo na niko ngazi ya PhD. Kwa hiyo ukiona naelimisha vizuri ndugu yangu, sikuzaliwa hivi. Nimetafuta maarifa. Ndio maana na hawa nawaambia someni, tafuteni maarifa. Msinisema wamebaki wadada wawili. Mmoja yuko chuo. Nani? Lucy mwingine. Bwana Wembu aje hapa. Wanaojifanya wanasumbulia. Yaani tumbo limemsumbua sasa hivi anasikia kuharisha baada ya kusikia kipindi. Hebu huko aje huko. Kama hataki kufanywa content aondoke. Mimi sidili kabisa na watu wajanja hapa. Yaani yeye amesumbuliwa na tumbo sasa hivi alivyoambiwa aje kwenye kipindi. Anasema nimeanza usiku. Hebu huko aje kwenye kipindi. Kama hataki kipindi aondoke humu ndani. Mimi sitaki humu ndani, sitaki mtu kabisa ambaye hataki kuingia kwenye content. Sio lazima. Anaweza kwenda huko mtaani huko ambako hajihusishi na mambo ya content. Sitaki kabisa mambo yenu. Nice, unanipongeza, asante, nashukuru. Mimi ninaye miaka 5. Mazedi, yes. Si Mazedi, majina yenu nayo magumu kweli. Ndio hicho nilikuwa nasema. Usijumlishe yani kwamba kabila fulani wote watu wabaya, sio kweli. Huo ni uongo ambao mimi sipendagi kuunani. Unaweza kusema Wachaga wote wabaya, Warangi wabaya. Sio, ni mwingine akasema angalia Mrangi atakuchukulia bwana, sio kweli. Mtu ni malaya tu. Na kwenye makabila wapo yani wahuni wapo hivyo. Wanaojiheshimu wapo. Madam hongera. Na ofisini usharudi. Si unaona niko live hapa. Osana, niko live hapa, niko ofisini. Mimi nahitaji dada wa kazi. Sawa, karibu. Kwa mnaohitaji either kazi au wadada, pigeni simu. Kulikuwa kuna nani hapa alikuwa anasema anapiga simu haipokelewi. Hebu niulizie nani ana simu ya Tigo na Airtel? Nafikiri hizo ndio namba zetu zinazopigwa sana. Niangalizie nani ana hiyo simu ya Tigo na ya Airtel. Kuna namba inaisha na 84 anadai amepiga haipokelewi. Kwa nini ampokei simu? Jamani, kama kuna
Watu mnatutafuta, simu hazipokelewi. Naomba, nimerudi, niko ofisini hapa. Nipo, nimejaa tele. Kwa hiyo kama simu yetu umetutafuta usijui hujapokelewa, hujapata huduma, niko hapa, niambie. Hongera, asante sana za Nusaidi. Jamani, na majina yenu. Baby ajambo kabisa. Mzima sasa hivi kalala zake, lakini usishangae akaja hapa kwenye nani. Yaani akiamka kazi na dawa. Tunanyonyesha huku tunaendelea kupiga kazi. Kama hataki content aende kwingine. Kabisa Priska, mimi simumunyi ndugu yangu. Wewe. Yaani wewe ndio umeenda chooni baada ya kusikia content. Unajua mjanja toka mwanzo nilikuona. Nini? Wewe toka mwanzo nilikuona ujanja wako. Sasa hivi unajifanya tumbo la kuhara limekushika kwa sababu ya content. Kama hutaki content ndugu yangu, Wadada Center unaiaga. Najua msichana hapo kwako anaanzia mshahara bei gani? Hapa mshahara wetu inaanzia 1,500,000. 1,500,000 ndio mshahara mdogo kwetu hapa. Haya, tendeni kazi. Tendelee. Haya jamani, karibuni kwenye kipindi chetu. Asante. Una shida na content? Naanza na wewe uliokimbia. Hapana, kwa nini? Mbona tumeambiwa ghafla uko chooni? Tumbo tutoka jana. Jana ulimwambia nani tumbo linakuuma? Nani anajua kama jana tumbo lilikuwa linakuuma? Wale wanajua waliotoka. Nani? Nilimwambia asubuhi, ila usiku sikusema, usiku sana. Nirudi tu nikalala. Wewe janja si hatutaki ujanja hapa. Kwa hiyo hakuna anayejua kama unaumwa tumbo. Ila sasa hivi ndio wamejua, si ndio? Sasa wewe haya. Wewe umetokea wapi? Umetusikia wapi? Mimi nimetokea Dar es Salaam na niliwasikia kupitia Instagram. Yaani nilikuwa napita. Kwa hiyo nikaona page yako. Unatoa fursa kwa hapo nilipokuonea. Na wewe ukaamua kuja. Dar es Salaam ulikuwa unajishughulisha na nini? Biashara tu ndogo. Biashara gani? Nilikuwa nauza tu viatu. Unauza viatu? Na nilikuwa nasoma pia. Unasoma nini? Maendeleo ya jamii. Lakini nilipost sekunde kidogo. Maendeleo ya jamii umesoma mpaka diploma umemaliza au ndio umeacha? Nimemaliza. Nimemaliza diploma. Biashara ya viatu? Kwa nimesitisha kwanza. Kwa nini sasa? Watu wanatafuta kazi, kutafuta mtaji, wakafanya biashara. Wewe ulikuwa kwenye biashara. Sasa si ulikuwa nataka kuiboresha. Nataka kuiboresha. Kwa hiyo umekuja